sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu katika imani, ikiwa leo kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na rahma zake kwetu sisi tupo tarehe 7 ya mwezi wa Dhulhijja, tupo ukingoni kuyamaliza masiku 10 tukufu duniani, masiku ambayo ni afdalu ayami dunia, bora ya masiku hapa duniani, masiku ambayo si kila mmoja wetu amefanikiwa kuyafika akiwa na imani na akiwa mzima. Sisi ambao ni wazima, imani zetu bado zipo na ni wazima wa afya, basi tunastahiki na ni wajibu kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hii heri kubwa sana aliyotupa. Alhamdulillah kwa kutuwezesha kuwa miongoni mwa wale ambao nataqallabu, tunajigeuza na tupo katika hii neema kubwa. Allah tabaraka wa taala tumuombe atufikishe katika siku ambayo ni bora na ni kubwa zaidi katika haya masiku 10 ambayo ni siku ya Arafa. Siku hii ina fadhila nyingi sana, lakini katika fadhila ya kwanza ya siku ya Arafa, innahu yawmun au yawmu ikmal ad-din wa itmamu an-ni'ma, ni siku ambayo dini ilikamilishwa na neema ilitimizwa. Mikuja katika sahihi mbili an Umara ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kwamba rajulan min al-yahud, mtu mmoja katika mayahudi alisema kumwambia, ya amira al-mu'minin, ewe kiongozi wa waumini, ayatun, kuna aya fi kitabikum, katika kitabu chenu hicho cha Qur'ani, taqrauna, mnaisoma hiyo aya, lau alaina ma'shar al-yahud, laiti kama aya hiyo ingekuwa imeteremshwa kwetu sisi mayahudi, yani nazalat latakhadna dhalika al-yawm eidan, kwa jinsi tulivyo kwamba sisi hatuna dogo, basi siku hiyo kwetu tungeifanya ni idi. Qala ayi aya, akasema Umar kumwambia yule mtu mmoja katika mayahudi, ni aya ipi hiyo? Akasema ni aya hii inayosema, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo aya inasema katika Maida aya 3, leo nawakamilishieni nyinyi dini yenu. Leo hii, hiyo ilikuwa ni siku ya Arafa katika hijjatul wadaa, kwamba Allah anateremsha aya hii akiwa anaozungumzisha umma, japo wale waliokuwepo ni masahaba, lakini hapa anaozungumzisha umma kwamba leo mimi nimewakamilishieni nyinyi dini yenu na nimewatimizia ninyi neema yenu nyinyi, na nimeridhika sasa kwamba Uislamu ndio dini. Uislamu ndio dini, sio Uislamu kwamba ndio dini yenu. Uislamu ndio dini, kwa maana hakuna dini nyingine itakayotambulika mbele ya Allah kuliko Uislamu. Qala Umar akasema, qad arifna dhalik, tumejua hilo na tumejua dhalika al-yawm wal makan, siku hiyo na sehemu, alladhi nazalat fihi ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafati yawm al-jum'a, niteremka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aya hiyo akiwa amesimama katika viwanja vya Arafa, tena ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Sisi Arafa itakuwa ni Jumanne, lakini haimaanishi kwamba fadhila hizi hazipo kwa sababu sio Ijumaa, la, bali tunasema hizi fadhila zipo. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anasema siku ya Arafa wa yaumun nahr, na siku ya kuchinja, wa ayyamut tashrik, na siku zile za kubanika nyama, idana ahla alislam, hizi ni idi zetu kwetu sisi Waislamu. Akasema wahia, nazo hizi 3 au hizi kuanzia nahri, ayamu aklin wa shurbin, ni siku za kula na kunywa, wa hakadha. Lakini siku ya Arafa ni siku ambayo aqsama Allahu bihi, Allah ameiapia, na Allah ni mtukufu, haapii isipokuwa kwa kitu ambacho ni kitukufu. Al-adhimu la yaqsimu illa bi'adhimin, mtukufu Allah tabaraka wa taala haapii ila kwa kile ambacho ni kitukufu. Fa huwa yawm al-mashhud,
nayo ni siku ambayo yenye kushuhudiliwa. Katika kauli yake aliposema wa shahidin wa mashhud, an Abi Hurairah radhiallahu ta'ala anhu, kwamba mtume anasema al-yawmul ma'ud, siku iliyoahidiwa, yaumul qiyama, ni siku ya kiyama, wal yawm al-mashhud, na siku yenye kushuhudiliwa, yaumu Arafa, ni siku ya Arafa. Washahid, pale kusema washahidin wa mashhud, yaumul jum'a, ni siku ya Ijumaa. Rawahu Tirmidhi wa hasanahu al-Albani wa hakadha. Na pia hii ni witri ambayo Allah aliyapia kwayo aliposema washaf'i walwatr, na hapa kwa shufa na witri. Fajri, katika suratul Fajri, Ibn Abbas anasema ash-shaf yaumul adha, hiyo shaf ni siku ya Idi ya Adha, ile siku ya 10. Walwatr yaumu Arafa, sema watr au witr ni ile siku ya Arafa. Wa huwa qawlu Ikrima wadhihak wa hakadha, hiyo ni siku ya Arafa. Lakini funga ya siku ya Arafa yukaffiru sanatayn, unasamehewa na kufutiwa madhambi ya miaka miwili. Imepokelewa kutoka kwa Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu kwamba mtume aliulizwa an sawmi yaumi Arafa, unako kufunga funga ya siku ya Arafa, faqala, akasema yukaffiru as-sanata al-madhiya was-sanata al-qabila, inafuta madhambi ya mwaka uliopita na mwaka unaokuja, mwaka uliokupita na mwaka unaokuja, kwa maana madhambi yale madogo. Kwa hiyo na hii anasema yustahabu li ghairi al-hajj, kwa yule ambaye hajaenda haji. Ama yule haji sio sunna kwake kufunga siku ya Arafa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliacha kufunga. Lakini katika moja ya fadla na ubora wa siku ya Arafa, hii ni siku ambayo akhadha Allahu fihi almithaq ala dhurriyyat Adam, Allah alichukua ahadi nzito katika kizazi cha Adam au kwa wanadamu kwa ujumla. Alichukua ahadi nzito sana, ahadi nzito ambayo ni ya kumwabudia yeye Allah tabaraka wa taala na bila kumshirikisha na yeyote. Ukisoma katika suratul A'raf aya 172 na 173 taona aya hiyo ikiwa inazungumzia ahadi nzito sana ambayo ilichukuliwa katika siku ya Arafa. Lakini jambo lingine ni siku ya maghfira, ya kusamehewa madhambi, wal-itqu minan nari, na kuachwa huru na moto, walmubahatu bi ahli al-mawqif, Allah hujidhihirisha na hujionyesha na kusogea karibu na hujifakhiri kwa watu wa mawqif, jinsi watu wa mawqifu walivyosimama kisimamo cha Arafa. Allah tabaraka wa taala, imekuja katika Sahih Muslim hadithi ya Aisha kwamba mtume anasema ma min yawmin akthar min an yu'tika Allahu fihi 'abdan min an-nari bi yawmi Arafa, hakuna siku ambayo waja wengi wa Allah tabaraka wa taala atawaacha huru na moto kuliko siku ya Arafa. Wa innahu la yadnu, Allah atasogea karibu katika mbingu ya dunia, thumma yubahi bihim almalaikatu fayaqul, kisha atakuwa anajifakhiri kujidhihirisha kwa malaika akiwa anasema ma arada haula, hawa wanataka nini waliokuja hapa? Bila shaka hawataki isipokuwa wanataka kusamehewa. Katika riwaya iliyokuja nyingine kwa Imamu Ahmad na akaisahihisha Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa taala rahmatan wasi'a, hadithi ya Ibn Umar anasema wanakuja kwamba Allah tabaraka wa taala anajigamba na kujifakhiri kwa malaika kutokana na watu walivyosimama katika mawqif, katika viwanja vya Arafa. Allah tabaraka wa taala anasema undhuru ila ibadi, angalieni waja wangu mimi, waja wangu walivyokuja. Wamekujaje? Atauni shu'than ghubran, wamenijia wakiwa nywele ziko kitimtim, tena wana mavumbi. Waangalieni, ni watu ambao wamekuja hawana wanachotaka isipokuwa wanataka msamaha wangu. Hali za salaf
wema waliotangulia katika hii siku ya Arafa ilikuwa ni hali ya kumwomba Allah tabaraka wa taala, ni hali ya hofu, ni hali ya haya ambayo kila mmoja anasamehewa kwa jinsi alivyokuwa anakuja. Mfano mmoja katika wema waliotangulia akiwa katika vile viwanja vya Arafa anasema, Allahumma la taruddu ahla almawqif min ajli, ewe Allah, inawezekana mimi na dhambi au sijafanya vizuri, usiwarejeshe dua zao watu wa kisimamo cha Arafa kwa ajili yangu. Lakini wengine wakawa wana mambo mengine wanayazungumza makali kabisa. Mfano Abdullah ibn Mubarak anasema, jitu ila Sufyan ath-Thawri ashiyat Arafa, nimekuja kwa Sufyan ath-Thawri jioni ya siku ya Arafa, wa huwa jathin ala rukbatayhi, akiwa kapiga magoti, amekalia magoti yake yale, akiwa anamuomba Allah. Wa ainahu tadhrifani faltafata ilayya, macho yake yakitoa machozi akanigeukia. Sufyan ath-Thawri, Abdullah ibn Mubarak na Imamu Sufyan ath-Thawri wote ni maimamu, anasema namuona macho yake yanatoa machozi. Faqultu lahu, nikamuuliza nikamwambia, man aswa hadha aljam'u halan, nani ambaye ana hali mbaya katika hao watu walioko katika hiki kisimamo cha Arafa? Qala alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfir lahu, yule ambaye hudhani kwamba Allah hawezi kumsamehe katika siku hii. Kwa hiyo ni siku ambayo watu watakiwa wabashirie. Ikiwa wenzetu kule wanamuomba Allah tabaraka wa taala, wanamdhukuru Allah tabaraka wa taala, basi sisi yatakiwa tuzidishe takbirati na kadhalika, tuwe tumefunga katika siku hii. Wenzetu wakiwa katika kisimamo, wamesimama wakiwa wanapigwa na jua, tukumbuke hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma ahalla muhillun qattu illa bushira wala kabbara mukabbirun qattu illa bushira qila bil janna qala na'am, hakuna yeyote ambaye ataleta zile talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik, akawa anazileta hizi akiwa haji, isipokuwa anabashiriwa. Na yeyote atakayeleta takbira naye atabashiriwa. Takbira tunaleta hata sisi ambao hatuko katika sehemu zile za haji, takbira ala al-itlaq, ambao zinaanza kuanzia ulipoandama mwezi wa Dhulhijja. Zinaanza takbira za kila sehemu, kwamba wewe pale ulipo pakiwa panaruhusu kuleta takbira, basi unaleta Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi hamd, na nyinginezo aina nyingi na sifa nyingi zilizokuja katika hizi takbira. Unazileta hizi, na ukizileta anasema Mtume hauleti hizi takbira isipokuwa unabashiriwa. Masahaba wakamuuliza, unabashiriwa nini? Akasema unabashiriwa pepo. Pepo ya Allah haibashiriwi mtu isipokuwa kwa jambo zito alilolifanya. Wewe ona leo midomo ya watu ilivyokuwa mizito katika kuleta hizi takbira. Ona midomo ya watu ilivyokuwa kwamba ni mizito, aidha kwa aibu na kuogopea watu, wakati tunaambiwa sahabiyani jalilani Abi Huraira na Ibn Umar walikuwa wanatoka ila suq wakileta takbira. Wanatoka hawa masahaba wanaelekea masokoni wakiwa wanapiga hizi takbira, na watu wakisikia zile takbira nao wanapiga takbira, kwa maana walikuwa wakiwakumbusha watu kufanya kuleta takbira. Kwa nini sisi tunaogopa kudhihirisha zile shairillah, kudhihirisha pambo, kudhihirisha nembo za Uislamu, alama za Uislamu? Sisi huwa tunaogopea sana, tunaogopa mno, tunaona haya watu watatuchukuliaje, lakini ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama takbira zile muqayyad zinaletwa fajiri ya siku ya Arafa, ambazo kila baada ya swala ya faradhi basi watu watanyanyua sauti, na kila mmoja anyanyue sauti, isiwe ni sauti ya pamoja, ambayo hiyo sauti ikiwa ya pamoja basi unakuwa ni uzushi. Allah tabaraka wa taala atuwafikishe
tuwe ni wenye kufanya matendo yaliyokuwa mazuri katika masiku haya ya kheri, masiku fadhila na masiku mengine pia. Allah tabaraka wa taala atujalie tuwe ni wenye kukubaliwa matendo yetu ambayo tunayafanya kwa ajili yake. Hadha wabillahi tawfiq.